Na Umoja wa Mataifa wakati wanafanya hivyo walijua kwamba hata Waislamu si wana kitabu chao cha Qur'ani. Ndiyo. Hebu tusikisome hapa. Tuone kama Waisraeli je walikosea? Qur'ani hii hapa. Okay. Ninaenda kusoma sura ya 5. Tuone ninaposema hata huyu IPM ana chembe za Uislamu ndo zinazomtesa, watu wajue ni nini. Mimi huwa siangalii mtu anasema nini. Ninaangalia yale aliyosema ameyatoa wapi? Sura ya 5 inaitwa Suratul Maida. Na nimemsikitikia sana, anasema tumesoma, tumekaa chini. Nilitegemea tunukulie aya hii. Inasema hivi, sura ya 5 ya 20. Nakumbukeni Musa alipoambia watu wake, enyi watu wangu, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu alipowafanya manabii kwenu wenyewe na akakufanyieni watawala kujimiliki nafsi zenu baada ya kuwa wadhalilifu chini ya ufalme wa Firauni, yani Farao. Na akakupeni ambayo hakuwapa wote katika ulimwengu wa zama zenu. Aya 21. Enyi watu wangu, ingieni katika hiyo ardhi iliyotakaswa ambayo Mwenyezi Mungu amekuandikieni, nayo ni nchi ya Shamu ambayo ilikuwa imemilikiwa na makafiri mashujaa, yani Makaanani. Wala msirudi nyuma, msiwe mkawa wenye kuhasirika. Kumbe hata Qur'ani najua ile nchi ilikuwa inakaliwa na Makaanani. Okay. Yani hii nchi ya Israeli kabla ya kuitwa Israeli leo ilikuwa inaitwa Kanaani. Okay. Na kabla ya kuitwa Kanaani ikaitwa Uyebusi. Okay. Kwa hiyo ndio Qur'ani nayo iongelea. Kwa hiyo kwa kifupi, tangu mwanzo ile Israeli wale sio nchi yao kwa kifupi. Kwa sababu kama tangu mwanzo hata Mungu alienda kuwapa nchi ambayo sio yao, si ndio? Maana yake walikuwa vile vile kama hivi ambavyo imetokea 1948, inaonekana hata nyuma yake ilitokea kwa Israeli kwamba walichukulia tu wakaambia bwana kaeni hapo. Okay. Ukisema hivyo, ndiyo, tumesoma kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati kwamba nimeuchagua Yerusalemu mji wangu uwe humo, na nimemchagua Daudi awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Tunakwenda sawa? Ndiyo. Kwa hiyo maana yake huyu Mungu ambaye kwa mujibu wa Biblia ndiye muumbaji, ndiyo, na ndio yeye anasema nyinyi mkae hapa. Okay. Tunakwenda sawa? Ndiyo. Sasa anapotokea mtu sasa, kwa mfano sasa, okay, si tunamwongelea IPM hapa. Ndiyo. Je, aya hii umewahi kumsikia akiisoma? Hapana. Mimi nakutuma sasa. Sawa. Umuendee, maana mimi nikimpigia hata simu zangu apokei. Sawa. Wewe umuendee ukamwambia hivi, Mwalimu Daniel Mwankemwa amenisomea Qur'ani sura ya 5 aya 20 na 21 na amenisomea Nyakati wa Pili sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6 kwamba ile Yerusalemu ni mali ya Wayahudi. Okay. Kwa hiyo anapotokea mtu wa kwenda kuwanyang'anya, je, Wayahudi wakae kimya au wajitetee? Ili swali kamuulize. Tukiangalia Waisraeli wa mwanzo, labda tukiangalia vita zao, kwa sababu sio kwamba vita ya kwanza hii wanapigana. Walikuwa wanatumwa na Mungu kwamba sasa hivi labda piganeni na huyu, piganeni na fanyeni hivi, wanaongozwa na wale nani. Hizi za siku hizi tunaona ni wao tu wanasaidiana na Marekani, wamesaidiana na nani, wamepigana hivi. Na hivi Trump anavyoingilia, ni kweli huo ni mpango wa Mwenyezi Mungu hivi kupigana hivi? Nyinyi ndio mnasema Trump anaingilia, na hii nayo ni kukosa historia. Nimetoka kuongea hapa kwamba kwenye kitabu cha Amosi anaposema nami nitawakusanya, si ndio? Atawakusanya kutoka wapi? Maana yake ndio hivyo amesema mataifa mbalimbali. Kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo nikueleze kabisa. Urusi kuna Wayahudi. Okay. Na ndio hao wanaotengeneza na wenyewe masilaha hao. Okay. Sawa? Ndio. Kuna wale wanajua wapo kina nani? Kina Shpagin, kina Kalashnikov. Hao ni Wayahudi wanaotengeneza silaha. Marekani ni Wayahudi wako kule. Na ndio matajiri. Okay. Kwa hiyo maana yake wanapoona nyumbani kwao, yani ni sawa sawa wewe, si huko hapa Dar es Salaam, na unapambana na maisha hapa. Lakini unapambana na maisha ili ukajenge nyumbani. Sasa unapata pesa hapa na unaanza kujenga nyumbani kwenu, alafu nashangaa kwamba kile kijiji chenu na kwenye nyumba boma lenu kuna mtu kajitokeza anasema pale pake. Okay. Wewe utafanya nini? Lazima nisaidie nyumbani. Lazima utatoka kwenda nyumbani. Ndio hapa nimekuambia Waisraeli hata hivi ninavyosema leo wako kwenye mashirika ya ndege, wanakata tiketi kutoka nchi mbalimbali, wanakimbia kwenda wapi? Kwao. Kwenda kwao. Kwa akili ya kawaida ingekuwa hivi, mbona Irani inapiga mabomu ya nyuklia kule?
Ngoja tusiende. Kwa hiyo tusiende. Lakini unashangaa wao ndio wanachukua hizo ndege wanakimbia kwenda kwao. Kwa nini? Pale ni kwao, wanataka wakapalinde wakiwa huku akitafuta maisha, lakini ajue nikishapata hela yangu narudi wapi? Nyumbani. Narudi nyumbani Israeli. Okay. Kwa hiyo huu mpango wa kusema Marekani anawasaidia, hivi nafikiri Marekani yani kwa mfano Israeli au Marekani kiacha kuisaidia Israeli, unafikiri wa Marekani watapata hela ya kutosha? Kwa sababu ni Wayahudi hao ndio wenye maviwanda, ndio wenye teknolojia na mabiashara makubwa. Kadiri wanavyolipa kodi kwa Wamarekani, ndivyo hivyo ambavyo fedha hizo pia zinatakiwa wakasaidie na nyumbani kwao. Sasa kuna watu ukweli huwa na uficha, lakini uzuri wewe nimeanza kukusomea kwenye Biblia. Nitawakusanya na kuwarejesha kwenye nchi yao na nitawapanda. Tena Mungu ametumia neno nitawapanda. Alafu akishapandwa hawatang'olewa tena. Nimeshakuwa na vipindi kadhaa watu wakisema hivi, ile Israeli inayosema kwenye Biblia sio Israeli ile mnayoiona nyinyi. Kwa hiyo wewe sasa mwalimu nataka niambie lile taifa teule la Mwenyezi Mungu ndio wale Israeli ambao wamepakana pale na Palestina? Ndio hao. Kwa sababu wasingekuwa hao, unabii wa Amosi sura ya 1 mstari wa 6 na wa 7 usingetimia kwa Gaza. Ngoja nikukumbusha. Okay. Amosi, tunasoma kitabu cha Amosi. Ningependa haya maswali ungekuna muuliza na IPM, ningetamani sana. Angalia kitabu cha Amosi kinasema hivi. Samani nifungue nifike pale. Amosi sura ya 1 nitasoma mstari wa 6 na wa 7. Maandiko yanasema hivi. Haya ndio asemayo Bwana kwa makosa matatu ya Gaza. Naam, kwa manne. Sitaizuia adhabu yake isimpate, kwa sababu waliichukua katika hali ya kufungwa kabila nzima, wawatie katika mikono ya Edom. Lakini nitapeleka moto juu ya ukuta wa Gaza, na utayateketeza majumba yake. Okay. Huu moto gani uliopelekwa? Kwanza, kwa nini tunaiongelea Gaza? Gaza ndiko ambako baada ya Waarabu wa Palestina kukataa ile two state solution ya Umoja wa Mataifa, ndio kikaanzishwa chama cha Hamas. Okay. Ambacho hicho chama cha Hamas kiko wapi? Kiko Gaza. Na kikiwa Gaza kinafanya nini? Ndio hicho kila siku kuchokoza Israeli. Mpaka ile 2023 walipoamua kuingia kwa nguvu na kuleta mauaji. Umeona hapo sasa? Ndiyo. Kumbe wangekuwa watu wenye ufahamu kama hivi tunavyosoma mimi na wewe. Hata Wakristo walioko kule. Maana ninajua Wakristo walioko kule huenda tu ni kama wanasukumwa kwa nguvu. Lakini wanasoma maandiko haya kama ninayokusomea hapa. Walitakiwa wajue kwamba kumbe Gaza kutatoka ukorofi. Na kukitoka ukorofi, ule ukorofi ambao Gaza itaufanya, kwa hapa tunaongelea kupitia Hamasi, majibu yake ni moto. Biblia imesema. Je, hatukuona moto ukiwaka Gaza? Tuliona. Ni mtu unayependa amani. Kwa nini usiwaambie watu wa Gaza kwamba jamani, mnachotaka kufanya dhidi ya Israeli sio sawa, kuna adhabu yake? Okay. Niliwahi kufanya mdahalo, watu wanamsikiaga yule anayejiita Nabii Elias. Nabii Eliasa, yule Sheikh Hamza Isa. Okay. Yule ni Muislamu na ni msomi. Tulifika mahali tulijadiliana, tena wakati ule ilikuwa Israeli na Hamas. Akafika mahali yeye mwenyewe akasema kwa mujibu wa vitabu, na kwa sababu mimi Uislamu wangu nimeupata kwenye vitabu, kweli ninakubali kwamba ile nchi ni mali ya Waisraeli. Mimi nikamwambia Sheikh Hamza, kama umekiri hivyo, nenda kawaambie Waislamu wenzako wasitishe vita dhidi ya Israeli. Na kweli ukitembelea channel yake, na wale mtakao mnafuatilia, fuatilia ile channel ya huyu Sheikh nani? Hamza Isa. Mtakuta amejitokeza akiwarai Waislamu wenzake kuacha vita dhidi ya taifa la Israeli. Okay. Kwa nini? Tulisoma hivi vitabu. Tulivyokuwa tunamsikiliza IPM hapa anasema hii vita bwana sio vita ya kidini.
hii vita ni ya kisiasa, na kama alivyokuwa anaongea kwamba ni vita ya kisiasa, sio ya kidini, na alisema ya ndugu, ya kindugu, sio ya kidini. Ila sasa watu mnavyochukulia ni kwamba Israeli yeye ni mtu wa kulialia. Yeye anavamia, anapiga huko, anawapiga wa Irani, wao wakirudisha anaanza kusema wamepiga hospitali. Sasa iko hivi, uliwahi kuona Israeli katoka Israeli labda kaenda kama Afghanistan kwenda kuipiga Afghanistan? Hapana. Ndio maana nimekuambia, angalia, fuatilia vita zote Israeli inayopigana ni ya kujilinda dhidi ya hawa waliomzunguka ambao wanaitaka ile nchi wamwache yeye ukiwa. Israeli hajawahi kutoka akaenda kupigana huko. Nikupe mfano sasa. Nikupe mfano. Si Irani anampiga Irani leo anampiga Israeli, na Israeli naye anajibu. Swali, kama unafuatilia ramani, kati ya Irani na Israeli hakuna nchi katikati hapa? Zipo. Ipo nchi ya Iraq. Yaani kutoka Israeli mpaka kwenda kufika Irani, katikati unairuka nchi gani? Iraq. Nchi ya Iraq. Umewahi kusikia Israeli anaenda kuipiga Iraq? Hapana. Jibu ni hapana. Ndio hicho nilichokuambia kwamba kama wewe unautaka ukweli, ujiulize kwa nini Irani arusha makomboro toka Irani yapite Iraq juu yaende Israeli, na kwa nini Israeli aipige Irani? Nimekuambia ni kwa sababu Irani ndio iliyoweka iliyoweka wale wanajeshi wanamgambo wa Hezbollah katika nchi ya Lebanon ili waipige Israeli. Labda aidha ni kwa unabii au kwa vyote vile unavyotazama, unafikiri Iran anataka nini kule Israeli? Kwa sababu Iran mwenyewe kwanza yupo mbali, ambalo lipo jirani, taifa ambalo kweli ambao wangegombana, tunajuaga ile kweli wanagombana ni ukweli, ni Palestina. Unafikiri pale yeye anatafuta nini? Wanatafuta mji wa Jerusalem ili waufanye mji mkuu wa Waislamu watatu, na makao makuu ya OIC yahame kutoka Riyadh yaliko leo, kutoka kwenye kuna mahali yako Riyadh, Jeddah, yako Jeddah, yahamishiwe Jerusalem. Kumbuka kwenye vita ya mwaka 1967 zile nchi karibu 14 za Kiislamu walishambulia Israel ya mwaka 67. Walipoishambulia Israeli kashinda vile vita, na ndio hapo ambapo Misri ilisaini mkataba kwamba haitagombana tena na Israeli, kwa sababu ndege zao zote zilipigwa pale pale kabla hazijaondoka hata kunyanyuka kwenda Israeli. Ndio maana ikabidi Misri kasaini mkataba. Mpaka leo Misri haiwezi kagombana na Israeli, hutakuja kusikia kutokana na mkataba huo. Baadaye ndio mwaka 69 wakaanzisha hii Organization of the Islamic Conference, inaitwa OIC. Kwa hiyo wakasema makao makuu ya OIC yatakuwa Jeddah kwa muda mpaka Baitul Muqaddas. Hao wanaita Baitul Muqaddas, yani mji mtakatifu ambao ndio Jerusalem. Kwa itakapokombolewa wahamishe makao kule wayalete Jerusalem. Irani ni mwanachama, narudia, Irani ni mwanachama wa OIC. Kwa hiyo hivi vita vyote hivi vya kuitaka Jerusalem ni kutaka kwamba yahamishwe makao ya OIC kutoka Jeddah yaletwe wapi? Yaletwe Jerusalem. Sasa swali linakuja, tumesoma kwenye Biblia huku Nyakati wa Pili sura 6 mstari wa 5 mpaka wa 6. Na kwenye Biblia huyu Mungu ndani ya Biblia anasema nimeuchagua Jerusalem uwe ndio jina langu likae hapo, na Daudi nimemchagua awe mkuu juu ya watu wangu. Wakati maneno ya kwenye Biblia yanasemwa, Irani wakati huo ilikuwa haina ugomvi wote na Israeli, wala mawazo hayo hayakuwepo. Na viongozi wa Irani wa kwanza wale Makoreshi ndio waliwasaidia na Waisraeli kutoka utumwani kurudi kwao. Kumbe ni Makoreshi, sio Mapesian, sijui anasema. Yule mfalme Koreshi. Hii Persian si ya juzi. Unaposema Umedi na Uajemi. Uajemi ndio Irani. Ambao kule ilikuwa inaitwa Elami. Hata siku ya Pentecost walikuwepo wa Irani, siku ya Pentecost pale Jerusalem. Walikuwepo. Kwa hiyo utakuta kabla ya hizi nchi kuingiza kuanzisha hizi siasa za Kiislamu za nguvu, Irani haikuwa na shida, na ilikuwa na unabii tu mzuri kwamba waliweza kuisaidia Israeli, wale watawala wake yule Koreshi. Aliwasaidia Waisraeli kurudi nyumbani kwao, na akawapa na fedha za kuja kujenga mji wa Jerusalem.
Lakini zilipokuja hizi siasa za OIC za Uislamu kwamba sasa tunautaka mji wa Yerusalemu, ndio hapo shida ilipokuja. Kwa nini? Kwa sababu leo Waislamu wakisema unautaka mji wa Yerusalemu, wapi kwenye Korani hii paliposema Israeli ni mali ya Waislamu? Wapi? Au ni mali ya Uislamu? Hamna. Kwenye Korani hii tumesoma inasema Israeli ni nchi ya Wayahudi, watu wa Musa. Hivi ndivyo Korani inavyosema leo. Sasa haya yaliyoingilia katikati yanayosababisha mpaka watu waanze kusababisha chuki kwa Wakristo yani wanasababisha chuki kwa wale wanaosema hiyo vita isimamishwe kwa kuwaonya wa Irani kwamba waache vita. Kwa nini ionekana amekosea? Haya, huyu IPM nilimsikia anasema amesoma. Mimi nashukuru, siwezi kujua amesoma kiwango gani. Anasema ile vita ni ndugu wawili. Ndugu gani na ndugu gani? Mimi namtaka huyo mwalimu aliyemfundisha IPM. Watazamaji wangu, narudia tena, namtaka mwalimu aliyemfundisha IPM kwamba ile vita ni ya ndugu wawili. Kwa sababu unajua kuna vitu unaweza kaongea alafu kafikiri unajua wakati kumbe hujui. Na ndio maana IPM kila unapoongea huwa hupendi kunukuu. Na ndio sababu sasa hupendi kunukuu, kwa sababu unajua unachoongea sio kweli. Wewe ni mtumishi. Mimi mpaka leo nakuhesabu mtumishi. Kuna siku nilikutetea uliposema kwamba Wakristo lazima kwa nini hamziki kwenye majeneza. Mimi nilikujibu. Lakini nilikutetea nikasema unaongea hivyo kwa sababu wewe bado una chembe za Uislamu. Sasa ikifika mahali unasema nimesoma, lakini tukikuangalia ulichosoma tunaona bado unatoa chembe zile za Uislamu. Sasa ni Uislamu gani? Korani hii hapa inasema Israeli ni mali ya Wayahudi. Hii hapa. Sasa ndio maana nauliza, mwalimu aliyekusomesha wewe amekusomesha nini? Huyo mwalimu aliyekusomesha wewe alikuambia Israeli ni mali ya Waislamu, ni mali ya dini ya Kiislamu. Mbona atakuwa amekupotosha na unataka kupotosha wengine? Hebu jifunze vizuri. Sasa anasema kwamba unajua ile vita ya ndugu wawili. Ndugu gani wawili? Kama unakusudia, alikusudia kwamba Isaka na yani uzao wa Isaka na uzao wa Ishmaeli, ingawa yeye amesema wa Yakobo. Najua pale ulikosea tu, ulimi uliteleza. Najua ulikusudia wa Ishmaeli. Ishmaeli na Isaka. Ishmaeli na Isaka. Turudi kwa Daudi. Daudi alishamaliza hii kitu. Zaburi 83. Sikiliza alivyosema. Zaburi 83. Mtangazaji wangu, haya ndio mambo ambayo ninatamani watu waweze kuyajua. Unajua unapotokeza kwenye hivi vyombo, unatakiwa utokeze ukiwa smart. Kama unaona huwezi, kaa kimya. Wapo wengine watakusaidia kusema. Lakini ukisema mambo alafu mambo yenyewe yanakuwa ovyo ovyo, come on. Nataka kitabu cha Zaburi hapa. Turudi kwenye Zaburi ya 83. Daudi anasema, sasa naomba niisome yote. Sawa. Nisome yote ili upate muktadha kamili. Mungu sistarehe, Mungu sinyamaze, wala usitulie, maana adui zako wanafanya ghasia, nao wakuchukiao wamevinua vichwa vyao. Juu ya watu wako wanafanya hila na kushauriana juu yao uliowaficha. Wamesema, njooni tuwakatilie mbali wasiwe taifa, na jina la Israeli halitakumbukwa tena. Maana wanashauriana kwa moyo mmoja, juu yako wanafanya agano. Hema za Edomu na Waishmaeli, si aliwataja yeye? Na Waishmaeli na Moabu na Wahagari, Gebali na Amoni na Amaleki na Filisti. Filisti ndio kule Palestina sasa. Kumbe Wafilisti ni wa Palestina. Okay. Wafilisti ni Wafilisti. Wao walitoka Kaftori ila wakahamia Palestina. Wakahamia Palestina. Maana kwa Palestina wapo. Palestina ilisemwa na wanani na Waingereza. Kama hili neno ili Filisti, ndio. Manake wa Palestina nao Waingereza waliligeuza tu hili neno Filisti. Okay.
Aha. Kwa hiyo Palestina ni neno kwa sababu ya Waingereza. Yes. Ila ndio Wafilisti. Wafilisti. Okay. Nao wanaokaa Tiro. Tiro ndio Lebanoni. Okay. Ambako yani Lebanoni iko ndani ya Tiro. Ambako huko Lebanoni ndiko ambako Irani wameweka majeshi yao ya Hezbollah, ndio hapa Tiro. Okay. Unaona Daudi anavyoyakusanya yote pamoja. Yani yale maeneo ambayo kiunabii Daudi aliyasema kwamba hawa ni adui, ndio maeneo yale yale ambayo Waislamu leo wameenda kuweka majeshi yao ili kuipiga Israeli wasiwe taifa. Okay. Umeona hicho kitu? Haya. Uwatende kama Midiani, kama Sisera, kama Yabini penye kidicho Kishoni, ambao waliangamizwa Endori, wakawa samadi juu ya nchi. Uwafanye wakuu wao kama Orebu na Zebu, na mashehi yao wote kama Zeba na Zalmuna, ambao walisema na tutamalaki makao ya Mungu. Mungu, uwafanye kama mavumbi ya kisulisuli, mithili ya makapi mbele ya upepo, kama moto uteketezao misitu, kama miali ya moto iwashayo milima. Ndivyo utakavyowafuatia kwa tufani yako na kuwafadhaisha kwa dhoruba yako. Uwajaze nyuso zao fedheha, wakalitafute jina lako Bwana, waaibike, wafadhaike milele. Watahayarike na kupotea. Wajue ya kuwa wewe uitwawe jina lako Yehova ndiwe peke yako uliye juu ya nchi yote. Umeona? Sasa IPM anasema wale ni ndugu. Sawa. Sasa kama ni ndugu, Daudi anasema uwafanye kama kwa Waishmaeli. Ndio. Waishmaeli unajua walifanywa nini? Unajua? Tusome hapa kitabu cha Waamuzi sura ya 8. Ndio maana nikasema haya mambo endapo tutawasomea watu waamue kujifunza hakutakuwa na shida. Lakini kama watakuwa wanaleta ushabiki kama wanaoleta IPM akijifanya yeye anasema mimi siko kwenye boksi la dini. Haya, hauko kwenye boksi la dini. Hicho unachokisema umekisema kutoka kwenye vyanzo vipi? Mbona unapotosha watu? Haya, Waamuzi sura ya 8 naanza mstari wa 22. Kabla sijasoma hapa, ni vizuri nikawaeleza watu kwa nini nakuja kusoma. Sawa. Mungu alimwambia Ibrahimu watoe hao watoto wengine ili pabaki hapa nyumbani pa mtoto wa ahadi ambaye ni Isaka. Yeah. Kwa hiyo watoto wa Hajiri, watoto wa Ketura ambaye Ibrahimu alimuoa baada ya Sara kufa, wote wakaondolewa. Kule walikoenda wakatoka watoto wa Ketura ambaye ni Midiani na watoto wa Ishmaeli wakaungana, wanataka kurudi kwa babu yao. Umeona? Wakati Mungu amesema msogee, kwa sababu hapa kuna kitu nataka kuanzisha kupitia kwa Isaka. Okay. Sasa hawa walifanya nini? Wakaamua kurudi. Ndio kule ambapo Gideoni, Mungu akamuinua Gideoni kutoka upande wa Waisraeli kwamba akapigane na wale ili kuwazuia. Na ndio hilo swala ambalo unisikilize sasa. Sawa. Ili kuwazuia. Ndio. Wasirudi kuharibu mpango wake. Ndio. Sawa? Kweli vita ikatokea, wakatokea watu 300 ambao walienda kupigana kuwazuia wa Ishmaeli na wa Midiani. Sasa nini kilitokea? Okay. Waamuzi sura ya 8 kuanzia mstari wa 22. Ndipo watu wa Israeli wakamwambia Gideoni, tawala wewe juu yetu, wewe na mwanao na mjukuu wako pia, kwa kuwa wewe umetuokoa na mikono ya Midian. Gideoni akawaambia, mimi sitatawala juu yenu wala mwanangu hata tawala juu yenu. Yeye Bwana atatawala juu yenu. Kisha Gideoni akawaambia, mimi nina haja yangu niitakayo kwenu, ni ya kila mtu kunipa hizo pete za masikio ya mateka yake. Kwa maana walikuwa na pete za masikio za dhahabu kwa sababu walikuwa ni Waishmaeli. Umeona kilichotokea? Okay. Wametekwa. Kwa hiyo habari za kwamba watakuwa taifa zimefanya nini? Zimepotea. Badala yake wamefanyika mateka.